Tuanze na hili la kusafisha. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, ulisema wafanyabiashara wa hapa, we kama mwenyekiti wao umewasilisha ombi kwamba hili eneo lisafishwe ili basi waweze kuendelea na hatua ndogo ndogo za kuweza kufanya kile kilicho kidogo hapa na pale ili maisha yaweze kusonga. Mkurugenzi, ukitoka hapa leo wakati unamalizia sikukuu, umalizie na mipango, kesho hapa pote pasafishwe. Hii kazi ya kusafisha kesho iishe, ili yule ambaye ataweza kuanza taratibu ndogo ndogo za hapa na pale aweze kufanya hiyo. Mkurugenzi, tumeelewana bwana? Litakushinda hili? Hebu mpeni mic mkurugenzi, tupe uhakika huo. Sogea hapo mkurugenzi, ili wajue kabisa. Nimesemaje mkurugenzi? Mheshimiwa Waziri Mkuu, umesema kesho kazi ya kuondosha hizi takataka ikamilike yote kesho. Linakushinda hilo? Hapana, ilishindi. Mpaka saa 12 jioni kila kitu kitakuwa sawa. Haya, hilo tumekubaliana, limeisha. La pili, tuna jambo la stendi. Natambua kulikuwa na mjadala unaendelea. Kwa kuwa katibu mkuu uko hapa na mkuu wa mkoa, waitisheni wadau wote na wale wanaofanya design ya ile eneo, kuanzia kule kunakojengwa, hapa palipojengwa, pale panapojengwa, waitisheni wiki hii, hizi siku 4 zilizosalia za wiki hii, mmalize kuliamlia na tuone rasimu ya design inayofanyika hapa. Pawepo na eneo la stendi. Tumekuwa na haya matatizo ya kujumuisha mambo muhimu tunapo design masuala yetu haya ya miundombinu. Ndio maana inatokea kuna eneo tunajenga vizuri sana, baada ya muda mfupi tunaanza kubomoa kabla halijabomoka ili tuweke jambo lingine. Sasa madam panajengwa jambo kubwa pale, na hapa pana soko, na hapa nyuma sio mbali pana soko, lazima tuweke na miundombinu mingine iliyo ya lazima. Kama nafasi haitoshi, tufidie maeneo mengine, lazima stendi ipatikane, kwa sababu stendi inaendana na biashara. Ndio, stendi inaendana na biashara. Na kwa wakati huu, wakati mna design, patakaposafishwa, mtafute eneo hapo stendi ianze kutumika. Mtafute eneo hapo magari yaanze kupaki, lakini kwenye design muweke eneo ambalo litakuwa na stendi ya kudumu. Asa kaeni na hizi taasisi zote, msiandikiane barua. Mambo ya kuandikiana barua mimi nilishakataa. Watu wakae wafanye uamuzi. Hii mambo ya utekelezaji ulifanyika kwa kumbukumbu namba hii. Si tuliambiwa barua ni nusu ya kuonana. Kwa nini nyinyi hamtaki kuonana kabisa? Mnatumia nusu. Kwa hiyo katibu mkuu, hawa watu waite, na watakapokaa waamlie hili jambo. Design iwe na stendi, mtafute utaratibu ambapo stendi itakuwepo, na kwa kuanzia patakaposafishwa pawepo sehemu ambayo, wekeni sehemu ambayo magari yataanza kusimama, biashara za watu ziendelee. La tatu lilikuwa jambo linalohusisha wenye bidhaa vis-a-vis wenye vibanda. Nimepita na maeneo mengine na ujua sana huo utaratibu wa kilanguzi. Mtu anaenda anachukua eneo, hafanyi biashara, anafanya ulanguzi kwa kuweka cha ziada.
Yeye anakuwa yupo kwa ajili ya kukinga tu, wenzake wanahangaika, yeye anakinga. Na mbaya zaidi, sehemu zingine wanakuwa wale wale wa serikali walioenda kugawa wamenyakua yale maeneo na biashara hawafanyi. Wananyakua maeneo na biashara hawafanyi, wanafanya ulanguzi. Wanaiibia serikali, wanawaibia na wananchi wanaovuja jasho kufanya kazi hii. Sasa kwenye haya masoko mapya yanayojengwa, kwenye haya masoko, utaratibu huo tumezuia. Anayetaka kujaribu na ajaribu, lakini namtangulizia tu kwamba sio kila kiberiti ni cha kutikisa, vingine ni vya gesi, vitakulipukia. Sasa mkuu wa mkoa, weka vyombo vyako standby tu, wao wanafuatilia tu, tumpate huyo ambaye anafanya haya, ili tutolee mfano. Kama pana kautofauti, kama pana kafaida kanapatikana, hamtaki wenzenu nao wawe na maisha mazuri? Siwaacheni na wenyewe wanaovuja jasho huko, na wenyewe wapate maisha mazuri. Kama wewe uko serikalini umeshapata na kafursa, unalipwa kwa kodi ya hawa wanaohangaika, si uridhike na hicho? Kama unataka kufanya na biashara, si ufanye na biashara sasa. Taratibu za biashara si zinajulikana? Lakini si hii ya kuwapandikizia, ya kuwaongezea mzigo, alafu wewe wakuletee bila kufanya kazi. Vibanda vijengwe, vingine vimejengwa na serikali, unatumia nafasi ulionayo kwenda kuwakaba wale ambao wangepata manufaa, unawaongezea gharama. Hilo halikubaliki. Sasa naelekeza na hapa, mtakapogawa vibanda, iwe hapa panapojengwa na maeneo mengine, vibanda vile wapewe wale wanaofanya biashara. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tumepokea pia ombi linalohusiana na angalizo la wale ambao wenda walikuwa na mikopo, na ombi limeletwa hapa la kuongea na taasisi. Lakini pia hili liende sambamba na kwamba baada ya kuwa tumesafisha na baada ya kuwa tumetengeneza upya utaratibu wa angalau biashara ziendelee hapa, Mkuu wa Mkoa, pateni ile orodha. Nadhani Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, kwa sababu ndo mwenyekiti wao, pia mnaweza mkapata orodha ya wote wale na kuzijua taasisi ambazo walikuwa wameongea nazo, ili tuweze kwenda mahususi kabisa kwenye taasisi zinazohusika. Jambo hili lililotokea lijatokea kwa kificho, hata hizo taasisi zinajua kwamba kuna jambo la dharura limetokea hapa, na sisi ofisi ya Waziri Mkuu tutaungana nanyi kuweza kuongea na hizo taasisi. Lakini pia mkurugenzi, sasa kwenye mikopo mipya, nenda kaangalie una akiba gani, una ukoko gani, ili hawa wenzetu ambao mitaji yao imeungua, na mstahiki meya huko hapa, tufanye kipaumbele na tuwagawie haraka wale ambao wana hizo biashara na tunatambua kabisa kwamba mitaji yao imeungua hapa. Tuweke kwenye kipaumbele, tuharakishe, ili wale ambao watakuwa wameonyesha nia hiyo waweze kupata upya mitaji hiyo kupitia dirisha hilo la 442 ambayo inapatikana kwenye halmashauri, manispaa na majiji yetu. Mheshimiwa Mbunge, nimepokea lile la zile kata mbili ambazo hazijapata masoko,
Mheshimiwa Rais alishaelekeza kwenye mwaka wa fedha huu unaokuja itaongezeka 5% kwenye fedha zinazotengwa kwa ajili ya biashara, ambayo 5% itakuwa mahususi kwa ajili ya kujenga miundombinu ya masoko. Na tumeshuhudia katika baadhi ya maeneo 5% hiyo ikitumika vizuri ni 5% ambayo inaweza ikatusaidia kupata soko, tena soko la kisasa katika haya maeneo. Kwa hapa mjini hapa, kazi kubwa ni hiyo ya biashara. Hatuna mashamba makubwa hapa ya kulima katikati ya manispaa zetu hizi na jiji. Shughuli ambayo itafanywa na watu wengi ni biashara. Kwa hata kwa kufidia maeneo ili tupate maeneo ya biashara, wala tusisite kufanya hivyo, na tupate maeneo ya biashara katika maeneo ambayo wenzetu wenyewe watatuhakikishia kwamba hapa biashara ipo. Tusiende kujenga eneo ambalo litakuwa sio rafiki kwa biashara. Tulipokea pia yale mengine ambayo ni ya kiutawala, ikiwemo choo kile kuanza kutumika. Kwa hiyo kwa sababu katibu mkuu yuko hapa atasimamia uratibu, mkuu wa mkoa yupo atasimamia uratibu na hizo taasisi zingine, ili na lenyewe liweze kuanza kufanyika. Kwa hiyo nimalizie kwa kuwapa pole tena, poleni sana. Serikali iko pamoja na nyie na tutaenda bega kwa bega kuhakikisha tunarejesha shughuli za kiuchumi hapa na kukubaliana kwa utaratibu mzuri kazi hiyo iweze kuanza. Na nimeambiwa kule kwenye soko lililokuwa linajengwa kuna hatua ambazo zinahitaji kukamilishwa. Nitaongea na wenzetu ambao tunashirikiana nao ili na lenyewe liweze kukamilishwa kwa uharaka. Sasa kabla sijaondoka, kwa sababu nimekuja hapa pamoja na kwamba tumeshapata hoja kutoka kwa mheshimiwa mbunge ambaye ni mwakilishi wenu, tumepata kwa mwenyekiti wenu. Inawezekana kuna mmoja ambaye ana jambo mahususi ambalo angetamani aondoke bila kuacha kulisema, ambalo angetamani lazima aliseme. Labda tupate mmoja, wawili, watatu tulisikie. Nimeshaona mkono hapa na ile miwili, hebu sogeni hapa. Na wale pale wasogee hapa. Wawili hao. Ubungo.